Tunakushukuru kwa kuendelea kutufuatilia 90.8 Mwangaza FM Dodoma na viunga vyake, 105.0 Mwangaza FM Singida na viunga vyake. Kuelekea siku ya mazingira duniani tarehe 5 ya mwezi wa 6 2025. Mambo mengi mazuri tunayazungumza hapa, na leo tumepata bahati ya kuwa na afisa mazingira mwandamizi kutokea ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Kuelekea siku ya mazingira duniani, mambo mengi mazuri tunayazungumza hapa. Kabla tuja kwenda mbali na kudiskasi vitu vingi vizuri juu ya hilo, natamani tuanze. Ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira imejichanganua vipi kwenye upande wa ufanyaji kazi idara hiyo? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi ninaitwa Abdalla Hemedi Lungo, ni afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Kuelekea siku ya mazingira duniani, ofisi ya makamu wa rais imejipambanua kwa kuweka misingi sahihi ya uratibu wa masuala ya mazingira, lakini kikubwa zaidi ni kwamba kwenye wiki hii ya mazingira duniani tunayo matukio makubwa sana ambayo tunayafanya, likiwemo tukio la kongamano la vijana ambalo limefanyika Dar es Salaam pale viwanja vya chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini pia tunaendelea na maadhimisho kwa maana ya tuna mabanda ya maonyesho kwenye viwanja vya Jakaya Kikwete hapa Dodoma, ambako ndiko maonyesho yatakapofanyika. Lakini kwenye mikoa pia ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira imeelekeza shughuli za programu mbalimbali za uhifadhi na utunzaji wa mazingira, zikiwemo zile za usafi ziendelee kufanyika katika majiji, miji, manispaa na maeneo mengine. Asante. Tunazungumza mambo mengi kuhusu masuala ya mazingira kuelekea siku ya mazingira duniani. Na moja kati ya vitu vikubwa ambavyo wana mazingira mnatuhamasisha tuvifanye ni pamoja na utunzaji wa mazingira. Mtu anaweza kujiuliza, unajua tunatofautiana uelewa, mimi natunza mazingira ili iwe nini? Kwa nini nitunze mazingira? Lipoje hilo? Asante sana ndugu mtangazaji wa Mwangaza Radio FM. Ni kwamba tunapohamasishana swala zima la utunzaji wa mazingira, tunahitaji watu wote tufanye shughuli ambazo ni endelevu, shughuli ambazo haziharibu mazingira. Tuchukulie mfano, ukienda kwenye kilimo, ukifanya kilimo cha smart agriculture, tunajua unalima lakini pia unajali viumbe, lakini pia na uhifadhi wa mazingira na kutunza maliasili zote ambazo zinazunguka kwa maana rasilimali za mazingira. Lakini vile vile tunapokuwa kwenye maeneo yetu ya makazi, tunapoweka bustani nzuri kabisa za kuvutia hasa ndani ya jiji letu la Dodoma, hii pia ni moja ya mbinu ambazo tunahifadhi na kutunza mazingira. Lakini hata mbegu ambazo tunatumia mashambani, ufugaji wetu tunaotekeleza kama kujiendelea kipato katika taifa letu, pia tukifuga kwa mtindo wa zero grazing, kwa maana kufungia mifugo yetu. Lakini pia hata tukijaliwa kwa mifugo ya kwenda kulisha maeneo, basi tulishe kwenye maeneo ambayo hakika yameruhusiwa. Haya ndio mambo sahihi na mengineo ambayo yanakwenda moja kwa moja katika swala zima la uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Natamani kufahamu nini dhumuni lenu kubwa kwenye maadhimisho ya siku ya mazingira duniani? Kuendana na kauli mbiu ya mwaka huu, dhumuni kubwa la masuala ya mazingira maadhimisho ni kujulisha jamii, ni kuhamasisha uelewa kwa jamii, kuongeza hali ya wananchi kuweza kuelewa mambo mbalimbali ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Hili ndio kubwa, kujenga awareness. Lakini pia kama wiki ya mazingira ni wiki pia kutafakari kwa mwaka mzima yale mambo yote ambayo tumeyatekeleza katika kipindi cha mwaka kuhusiana na masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Tukatafakari sera zetu zinaendaje, sera zetu zinatekelezeka vipi, sheria zetu zinakwenda vipi. Haya ni mambo ambayo tunatafakari kwa pamoja, na ndio maana tumewalika jamii kubwa kabisa, wataalamu mbalimbali kutoka asasi za kiraia, asasi za kijamii, zote zitashiriki katika siku ya kilele ambao Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakuwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Asante. Tunazungumza mambo mengi kuhusu kuelekea siku ya mazingira duniani. Abdalla Lungo tuko naye hapa, yeye ni afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Kabla sijagusa ambacho kinaenda kutokea kwa siku ya kesho panapo majaliwa, natamani kujua mikoa mingine. Umezungumza kwamba Dodoma kutafanyika maadhimisho hayo, na kuna vitu vingi ambavyo baadaye utakuja kutuhadithia hapo. Kwenye hii mikoa mingine mmekaje utaratibu kama ofisi ya makamu wa rais? Asante ndugu mtangazaji. Kwa mikoa mingine tumetoa barua maalum
kwa kuelekeza kwa mamlaka za serikali za mitaa, ikiwepo wakuu wetu wa mikoa, lakini pia na watendaji wote walioko kwenye halmashauri za mikoa husika, kwamba tuendelee kuhamasisha jamii katika swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Na hapo tumeelekeza kulingana na kauli mbiu ya mwaka huu, pia tuangalie masuala ya matumizi ya plastiki, kwa maana kwamba tudhibiti matumizi ya plastiki. Hili tumelielekeza vema. Kwa hivyo shughuli za usafi zitafanyika kwenye maeneo yote ya mikoa mingine mbali na hapa Dodoma ambako pia shughuli zinaendelea. Kwa hiyo hayo ni moja ya miongoni mwa mambo ambayo tumeelekeza kule yanayofanyika. Tunajua yanafanyika siku zote, lakini kwa siku hii maalum, siku yetu ya mazingira duniani, haya ni mambo ambayo tumeelekeza. Unaweza kushirikiana nasi vile vile kupitia 0735 78 20. Tunazungumza mambo mengi kuelekea siku ya mazingira duniani. Unaweza kutuandikia hapo, mambo yakawa mazuri kweli. Tunayezungumza naye hapa ni Abdallah Lungo, yeye ni afisa mazingira mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Umezungumza hapo mwanzoni ukasema kwamba wiki hii mnafanya mambo mengi. Kabla sijauliza swali la msingi, natamani unikumbushe mambo gani hayo mengi kuelekea siku hiyo kwa ujumla wake. Asante sana. Jambo la kwanza tutazindua, tumeshazindua mkakati wetu wa taifa wa usimamizi wa masuala ya taka. Ambao upoje, tukumbushe? Katika ndani ya mkakati ule sasa tumewaita wadau na kuweka majukumu sasa. Nini tufanye kwenye sehemu ya udhibiti wa taka ngumu? Masuala gani ya msingi? Wadau wepi tufanye nao kazi? Wadau wepi wanahitajika kufanya kazi, ambao ni jamii pia kwa ujumla. Lakini ndani ya mkakati pia tumeweza kueleza na mikataba mingine ambayo Tanzania imeridhia katika kutekeleza swala zima la uratibu wa mambo ya mazingira. Tunazo masuala ya taka hatarishi pia, mkakati unaeleza vizuri. Taka zetu za elektroniki umeeleza vizuri, taka ngumu, alafu na taka nyingine mbalimbali ambazo zote zipo. Ule usimamizi tumeuwekea mkakati kwa sababu toka mwaka 2004 kwa sheria yetu ya mazingira sura ya 191 tumekuwa na sheria hiyo, na ilikuwa imekafanywa mabadiliko mbalimbali, marejeo mbalimbali kulingana na wakati ambao upo. Lakini pia tunayo sera yetu ya taifa ya masuala ya mazingira ya mwaka 2021. Sasa tunao pia mwongozo wa kupunguza kutumia tena, lakini pia rejeleza mambo ya swala ya taka. Yote ni mambo ambayo sasa tumewekea mkakati maalum kwenye mkakati wetu huu wa taifa ambao ni mpya kabisa wa mwaka 2025 na mwaka 2030. Vile vile kama nilivyozungumza awali kwamba tumekuwa na kongamano kubwa la vijana zaidi ya 600 amefanyika pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndani ya kongamano lile hakika tumeweka program mbalimbali za kuwaeleza vijana, kwa sababu tunaelewa kabisa mazingira haya tumelisishwa na sisi tunakwenda kulisisha vizazi vya sasa na vijavyo. Sasa ndani ya kongamano lile program mbalimbali, Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa mgeni rasmi kwenye tukio lile na vitu mbalimbali siku ya jana kwa viunga vyote, na tukio lilikuwa live kwa kipindi kirefu zaidi. Kwa hiyo hilo limefanyika na tunaamini kabisa kwamba kupitia kongamano lile tumeongeza uelewa wa jamii katika masuala mazima la mazingira. Lakini pia ndani ya jiji letu la Dodoma tumekuwa tunaendelea kuhamasisha habari zetu za mazingira, lakini kubwa zaidi tulikuwa na mabanda hapo. Tunayo mabanda hapo viwanja vya Julius, viwanja vya Jakaya Kikwete, ambavyo kwenye viwanja vile maonyesho wadau mbalimbali wapo pale. Tunaikaribisha jamii kwa ujumla ije ione mabanda yale yameandaliwa vema, na pia tunaangazia masuala yetu ya masuala mazima ya matumizi ya nishati safi ya kupikia. Wadau pale wapo na wanaeleza, lakini pia ofisi na wizara na taasisi mbalimbali zipo pamoja na taasisi za kiraia. Kwa ujumla wake tunaona kabisa kwamba maadhimisho ya siku hii ya mazingira duniani ambayo tutategemea tarehe 5 Juni mwezi huu tutakuwa nayo tunaadhimisha pale, na maafisa mbalimbali kutoka mikoa yote 26 Tanzania bara. Kwa kweli wote ni wadau ambao wameshaalikwa na wameshathibitisha kushiriki. Kwa hiyo tuna imani ndani ya kilele tutakuwa na mada nzuri zaidi za masuala ya mazingira. Lakini pia kwa jitihada ambazo tumezifanya ofisi ya makamu wa rais ni pamoja na kuteua maafisa viungo. Ofisi ya makamu wa rais imeteua maafisa viungo, maafisa kutoka ofisi yake, ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira, kwenda kuungana na maafisa kule mikoani. Hii ni swala zima la kuwa karibu na kuona masuala ambayo yanafanyika kule kwenye mikoa yanaendana na sera
sheria, kanuni, miongozo, mikakati na taratibu ambazo tumeziweka kwa ajili ya ustawi wa kuhakikisha kwamba tunaishi katika mazingira safi na salama. Sawa, umezungumza kitu pale katika mpango mkakati ambao umezinduliwa jana na kuzungumzwa na vijana wengi wa mustakabali mzuri wa utunzaji wa mazingira. Kuna kitu umekigusia, kurejeleza taka. Hii ipoje na ina faida gani? Asante sana. Swala la urejelezaji wa taka ni kwamba tunapokuwa tukia taka kama vile chupa, tuchukulie mfano huo, chupa yetu ya plastiki, chupa ya maji ya uhai. Sasa vile vinaenda kurejelezwa, badala ya kwenda kutupwa vikawa taka, vikawa kisicho na thamani, sasa vinaenda kurudishwa kuwa na thamani. Kama tunavyoona sasa malighafi mbalimbali za taka, tuseme taka za plastiki na hata nguo pia vile vile za kwenda sasa kurejelezwa ili kuweza kupata vitu vingine ambavyo vitaenda kutumika tena kwenye jamii. Naam. Na mpango huo utekelezaji wake upoje? Mpango huo unaenda vizuri. Kwanza tunajenga vituo vya kurejeleza taka ndani ya jiji letu, ndani ya jiji la Dodoma. Ni moja ambayo kituo cha urejelezaji wa taka tayari kiko hatua za mwisho. Sema kukatiza, ni vituo ambavyo vitakuwa kila mkoa ama ni mikoa mahususi? Hapa ni kila mkoa, lakini kwa kuanza tumeanza kwenye majiji yetu. Okay. Jiji la Dodoma limepata bahati ya kuwepo na kituo hicho cha kurejeleza taka, lakini pia hiyo ni kwa mikakati ya serikali. Kwa sekta binafsi, kwa sababu hii ni fursa na inazalisha ajira, tayari maeneo mbalimbali ndani ya mikoa yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vituo hivi vipo vya kurejeleza taka. Ukienda mkoa wa Pwani, maeneo ya Kibaha, utakuta vituo hivi. Okay. Ukiingia Dar es Salaam, utakuta vituo hivi. Maeneo mengi Tanzania hivi vipo. Lakini sasa serikali sasa, kwa maana sasa tuna mikakati, tuna mwongozo wa masuala ya punguza, tumia na rejeleza, lakini pia tunao sasa mkakati wa taifa wa usimamizi wa taka ngumu, na wenyewe pia na kanuni zetu mbalimbali pamoja na zile za kukomesha masuala ya matumizi ya plastiki. Tunazungumza masuala mbalimbali kuelekea siku ya mazingira duniani. Abdallah Lungu anatuzungumzisha hapa. Yeye ni afisa mazingira mwandamizi kutokea ofisi ya makamu wa rais. Asante wote ambao mnatuandikia. Asante, shukrani sana. Anasema Miki, naomba niulize, sheria ya usimamiaji wa mazingira upoje kwa mtu ambaye ni mlemavu wa macho, hawezi kufanya usafi? Sawa. Anasema ni kauli ananotes. Sawa, shukrani. Anasema ni kauli ambayo ilitoka kwamba kila mwisho wa mwezi tu tunafanya usafi, lakini hii naona ni kwa sisi tu viongozi wamekaa. Je, ofisi ya mazingira inafanya jitihada gani kuhakikisha mtazamo huo? Miki, naomba umuulize huyo mtaalamu, hizo makongamano je, ni mikoa tu iliyopangwa ama hata sisi huku mkoani Singida tunaweza tukapata elimu hiyo? Sawa, tuanze kwanza na hayo alafu nitakuwa narejea taratibu. Nambari za kutuandikia ni 0735787820. Nitakuwa nasoma meseji kadiri muda utakavyoniruhusu. Karibu. Asante sana. Nikianza na hili la mwisho, kwa maana ya kongamano limekuwa maalum mkoani Dar es Salaam, hasa hususan kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini kwa maana ya kujenga uelewa, tunaamini redio zetu za jamii kwa maana ya local radio katika kipindi hiki chote zimeelekezwa kuendelea kuhamasisha, kutoa elimu, na maafisa wetu wa ngazi za halmashauri za wilaya, halmashauri za miji, manispaa na majiji pia na wenyewe sasa ni muda mwafaka wa kuendelea kutoa elimu kwa maeneo ya Singida. Tukiangalia Singida tuna Standard Radio pale, tunaamini kabisa kwamba maafisa mazingira sasa wanapata fursa pia kutoa elimu. Lakini kwa kongamano limefanyika Dar es Salaam ni maalum kwa maadhimisho ya mwaka huu 2025. Ama kwa wenzetu ambao wana masuala ya macho, hili kwa ujumla wake wanahusika vile vile kwa sababu ni jamii, na tusipokuwa tunadhibiti taka pamoja, maana yake yakitokea madhara ya masuala ya mazingira na wenyewe wanapata changamoto hizi. Kwa ujumla serikali inaendelea kuweka mipango zaidi rafiki hususan kwa wenzetu wenye ulemavu wa masuala ya macho na wenyewe kushiriki vema, lakini tunaamini kabisa kwamba kwa sababu wanaishi kwenye jamii zetu,
wanajamii zinaangalia na wenyewe wana shughuli wanazozifanya na usafi unafanyika na maeneo ya udhibiti wa mazingira na hifadhi unafanyika. Lakini kwa ujumla wake tunapofanya mazingira, tunaposimamia mazingira ni kwa ajili ya viumbe vyote vya Tanzania, lakini pia na rasilimali zote za mazingira ambazo zinapatikana. Kwa ujumla hili halimwachi mtu. Utunzaji na uhifadhi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja, na ndivyo pia sheria yetu ya mazingira sura ya 191 inavyoelekeza katika kifungu chake cha 6. Asante. Sawa. Okay, habari za asubuhi hapo. Tunashukuru kiongozi kwa elimu nzuri. Asante. Doreen kutokea Dodoma anasema maeneo ya Songa Mbele. Sheria za mazingira kwenye kata zipoje na anayepaswa kuzisimamia ni nani? Okay, sawa. Anasema faini za mazingira ni elekezi au usipotunza mazingira, maana huku tunatozwa mara 2,000 mara 5,000 mara shilingi 10,000. Je, ipoje? Natamani kusikia kutoka hapo. Sawa. Okay, sawa. 0735 78 unaweza kunipigia tena na hapa. Huyu anasema simu yake. Okay, sawa. Anasema Miki, asante kwa elimu nzuri inayotupatia hapo huyo kiongozi. Na je, mtu asipotunza mazingira anaathirika nini? Natamani nipate uelewa kwa pamoja. Mimi nimemaliza kidato cha 6 mwaka huu na kusikilizeni kwa elimu. Sawa. Asante ndugu mtangazaji, na mimi nimeliruhusu niendelee kujibu. Kwanza maswali ya awali kuna moja ilisaulika na nalijibu tena sasa hivi kwamba siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi kama siku ya usafi, ile siku wanajamii peke yake na viongozi pia tunawajibika kutekeleza jukumu hilo. Mara nyingi kwenye halmashauri zetu, kwenye maeneo yetu ya kata, kwenye mitaa, kwenye vitongoji, hasa kwenye vijiji, halmashauri inakuwa inapanga taratibu, inakuwa na mlezi kutoka ofisi ya mkurugenzi wa manispaa husika au halmashauri husika. Lakini pia tunazo maeneo mbalimbali ambayo tunakuwa elekezi kwa ajili ya kwenda kusimamia ama kwenda kufanya usafi. Na hata tukiangalia vipindi ambavyo vinaendeshwa kwenye ofisi ya makamu wa rais kupitia TBC na channel mbalimbali pamoja na redio ya taifa, tunaona kabisa kwamba viongozi wanashiriki na tunawaona wakiwa wanashiriki kwenye shughuli za usafi. Kwa hiyo siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi si swala la jamii peke yake, na viongozi pia wana nafasi yao kuwajibika kama jamii. Tukija kwenye maswali haya ya muda huu ambao tunaendelea nayo, swala la ndugu yetu Doreen ambayo tunasema kwamba faini. Kwanza faini, jamani, faini ni elekezi. Kwa mujibu wa sheria na kanuni, faini za masuala haya ya mazingira ni elekezi, kwa maana za kiwango maalum kulingana na halmashauri husika, kwa sababu zenyewe zinaongozwa na sheria ndogo ya maeneo husika. Tukienda kwenye ni moja samani kwa katiza, ni moja ambayo wanatumia halmashauri zote nchini, ama kila halmashauri inawekwa kiwango chake kutokana na halmashauri husika? Asante sana kwa swali zuri ndugu mtangazaji. Swala la haifanani. Ukienda kwenye jiji la Dar es Salaam kwa mfano, kulingana na hali ya maeneo yale na viwango vile na aina za uchafuzi na aina za changamoto zilizo kwenye maeneo, wenyewe kwa mujibu wa sheria wanaandaa kanuni yao ya mazingira, tunasema kanuni ndogo ya mazingira inayoongoza kwenye eneo husika. Kwa hivyo ukienda kwenye kundi la faini, utakuta za mkoa kama Dar es Salaam au kwenye jiji la Dar es Salaam zitatofautiana sana na maeneo mengine. Ukienda kwenye maeneo ya vijiji, utakuta sheria yetu ndogo ya masuala ya mazingira inakuwa tofauti na maeneo mengine, lakini faini kwa kawaida zinakuwa elekezi. Lakini pia nimeulizwa hapa kwenye kata msimamizi ni nani? Kwa mujibu wa sheria ya mazingira yenyewe imeelekeza kuwepo na maafisa mazingira mpaka kwenye kitongoji. Lakini kulingana na hali ambayo serikali inaendelea kukusanya masuala ya kiuchumi ili kuweza kuajiri maafisa wote mpaka ngazi ya kitongoji, kwa maana tumpate afisa mazingira kutoka kwenye halmashauri, lakini pia afisa mazingira kwenye masuala ya kata, lakini pia kwenye mitaa pamoja na vitongoji. Hasa kwa sababu wigo huo unaendelea kuongezeka,
Kwa sasa mkurugenzi wa maeneo, mkurugenzi wa jiji, mkurugenzi wa halmashauri husika anateua maafisa kwenda kusimamia mazingira kwenye ngazi ya kata. Anaweza kateuliwa afisa yeyote aliyopo kwenye ngazi ya kata, basi akawa ndiye msimamizi wa mazingira kwenye maeneo ya kata zetu. Lakini pia mtendaji wetu wa kata wa maeneo, huyu ni maalum na ndio msimamizi wa kamati zote ndani ya kata, na ndiye alifaa ya masuala pia ya mazingira. Kwa hiyo na yeye ana nafasi kubwa ya kusimamia mazingira. Kwa hivyo kumpata nani msimamizi wa mazingira inategemea kwenye halmashauri husika imemteua nani anasimamia. Kama ni afisa afya wa eneo kateuliwa kuwa afisa mazingira kwenye eneo la kata, basi atakuwa anasimamia yeye, na kama kateuliwa mwingine, basi hayo ni mambo ambayo sheria inaelekeza kwamba wakurugenzi wetu wa halmashauri za majiji, manispaa pamoja na wilaya waweze kuteua maafisa hao. Ama katika swala la ndugu yetu aliyomaliza mafunzo hivi karibuni, swala zima anaathirika vipi? Athari ni nyingi kabisa za masuala ya mazingira. Tuchukulie wamama wa jamii yote ambao wanatumia nishati isiyo safi ya kupikia. Moshi ule unawaletea madhara ya magonjwa mbalimbali. Tukienda maeneo kama Gairo, tumethibitisha, watu wamethibitika kabisa ambao watumiaji wa nishati isiyo kuwa safi wameathirika, na hata wengine tunaona mfano. Ukienda maeneo kama Shinyanga, unakuta tunaonekana macho mekundu, hata wakati mwingine wanadhaniwa kwa mambo ambayo si kweli. Kwa yote hayo ni madhara ambayo unaweza tukayaona. Lakini pia magonjwa ya milipuko mengine yanasababishwa na kutokuwa makini na kutokuwa na usimamizi bora masuala ya mazingira, sababu tunajua kabisa kwamba taka kama taka ni vitu hatarishi sana. Tusipozisimamia vema, hakika zina athari kubwa. Lakini tukienda kwenye jamii, tunaona mifugo yetu inapopata madhara. Wakati mwingine tunaona masuala ya majanga ya mafuriko, na yenyewe pia ni madhara ambayo yanasababishwa na kutokuwa na usimamizi mzuri wa mazingira. Hivyo unakuta mifumo ya jua, mifumo ya mwaka inakuwa inavurugika. Yote ni athari ambazo zinasababishwa na kutosimamia vema masuala ya mazingira. Ukienda kwenye kilimo, tunaona mazao yetu yanavyoathirika. Tukienda hata shughuli za biashara pia zinakuwa na changamoto tusipokuwa tunatunza mazingira. Kwa ujumla wake, athari tusipokuwa simamia mazingira ni nyingi, ikiwemo uchumi wetu kutokuwa endelevu, na wakati mwingine pia ndio hapo sasa tunajikuta kwamba tunataka tuongeze hali ya kipato cha taifa, lakini pia tusipoyajali mazingira, kwa sababu mazingira sasa ndio meli ya kusafiria ili kwenda kwenye maendeleo endelevu. Tunazungumza mambo mengi. Tuko na afisa mwandamizi kutoka ofisi ya makamu wa rais anaitwa Abdallah Lungo. Natamani kufahamu hali ya usafi kwa jiji la Dodoma kwa kipindi hiki uko vipi? Tunaona matukio mbalimbali, mmekuwa mkipambana sana na watu ambao wanatupa taka ovyo, lakini pia mmeweka mitaani baadhi ya magari ambayo yanakusanya takataka, lakini pia kuhimiza wananchi kwenye upande wa malipo ya zile taka ili ziweze kupelekwa sehemu husika. Natamani kufahamu, lakini pia mnatumia jitihada gani kuhakikisha kwamba jiji letu la Dodoma linakuwa safi kwa muda wote? Asante ndugu mtangazaji kwa maswali mazuri sana. Ama kwa upande wa hali ikoje? Kwa ujumla, mwanga wa Dodoma kuwa jiji safi sasa uko wazi. Uko wazi kwa sababu mwitiko wa wadau katika kushirikiana na masuala mazima ya utunzaji wa mazingira, kwa maana kukijanisha Dodoma, wote tunaona. Ukichukua picha ya miaka ya nyuma kidogo, ukiangalia Dodoma ilivyokuwa hali ya ukame na miti iliyopo, na sasa hivi ni tofauti. Nadhani wote ni shahidi. Tukienda maeneo ya Mtumba kwenye mji wa serikali, hali inajieleza vema. Lakini tukija kwenye ndani ya jiji letu la Dodoma, kwa kweli mamlaka yetu, kwa maana mkurugenzi wa jiji na timu yake pamoja na wadau mbalimbali wanafanya kazi zao vizuri, kwa sababu tunaona sasa tulikuwa tunaondosha taka kutumia asasi zetu za kijamii, kwa maana wanajamii wanaondosha taka, lakini pia akaona aongeze nguvu kwa kutumia SUMA JKT, na kwa kweli jeshi letu hili kwa kitengo hiki
TASUMA JKT wanafanya vizuri zaidi, tunaona taka zinaondoshwa kwa wakati na hatuoni yale marundo ya taka, lakini pia ni jamii kuendelea kuongeza uelewa wa masuala ya taka. Kweli wanalipia gharama zile za kusaidia kuondosha taka, kwa sababu tunajua jukumu kubwa la masuala ya taka ni jukumu la watu wote. Kwa hivyo na sisi tuna nafasi ya kushiriki. Ama kwa upande wa jiji la Dodoma tunakolielekeza, tunatamani liwe jiji bora sana kwa mambo ya usafi. Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira tunaendelea, tumeweka mkakati wa pamoja na wenzetu wa jiji kuhakikisha kwamba tunakuwa na bustani kubwa kabisa, botanical garden, ya kuhakikisha kwamba nasi tunakuwa na bustani kubwa ya kujivunia kwenye majiji mengine kama vile ilivyo majiji mengine duniani, ya kuweka mazingira yetu safi na kuhakikisha kwamba kila mwanajamii sasa anaona fahari ya Dodoma kwa kupitia swala zima la mazingira. Kwa ujumla tunaweza tukasema kwamba tunashukuru sekta binafsi pamoja na jamii kwa michango yao ya kushirikiana vema na ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira pamoja na mamlaka za serikali zetu za mitaa ikiwemo halmashauri ya jiji la Dodoma. Sasa naomba nipitie huku 0735787820 message ambazo zimetufikia. Nikianza na Sadiki kutoka Kikuyu, anasema Miki, naomba nijue afisa viungo iliyosemwa ipoje na inafanyaje kazi? Mtaalamu wetu hapo amezungumza. Anasema kwamba Doreen kutoka Dodoma, anasema mimi naomba nifahamu urejezaji huo wa taka fanyikaje, na je unaweza kufanya na mtu binafsi ama mpaka serikali ndipo ifanye hivyo? Asante. Mama Ana anatusikiliza kutokea maeneo ya Mkuhungu, anasema umetuambia kusana mabanda ya maonyesho hapo JKJ yanaonesha vitu gani ili na sisi tuweze kujongea. Then tupitie hayo, alafu muda ukituruhusu tutapita tena. Karibu. Asante sana. Swala la kwanza la Sadiki kutoka Kikuyu Dodoma, ni kwamba afisa viungo kwa maana ya mikoa yote 26, lakini kiungo kwa maana ya mkoa mmoja mmoja. Kwa hiyo tunasema afisa kiungo wa ofisi ya Makamu wa Rais katika mkoa husika. Okay. Inafanyaje kazi? Ni kwamba tunaelewa kabisa ofisi ya Makamu wa Rais ina jukumu la kuratibu masuala ya mazingira, masuala ya muungano na masuala ya uchumi wa buluu. Sasa kama unaratibu, unaandaa sera, ni vyema pia ukaangalie sera hii unaoiandaa inatekelezeka, mikakati unaoandaa inafanya kazi, wanajamii wana changamoto gani zinazosababisha masuala ya mazingira pengine asiende katika kiwango ambacho kinalizika. Kwa hiyo afisa kiungo kazi yake kubwa, yeye anaenda kwenye mkoa husika. Tuchukulie mkoa wa Tabora ambao afisa yake kiungo ni mimi ninayeongea hapa, Bwana Abdalla Ahmed Lungo, ndiye afisa kiungo wa mazingira kutoka ofisi ya Makamu wa Rais na mkoa wa Tabora. Kazi yangu kubwa ndani ya mkoa ni kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja na mkoa husika, secretary za mikoa, tunapata mipango yao, vipaumbele vyao vya mipango ambavyo wamevipanga kwa mwaka husika, na sisi kama ofisi ya Makamu wa Rais tunaweza kuangalia rasilimali gani zinahitajika ili kuongezea mipango yao ifanikiwe. Mipango mingine tunaendelea kushauri kwamba tunataka tuhifadhi mazingira, tuna changamoto gani? Changamoto ya ufugaji. Mkakati wa ufugaji ukoje? Tuhakikishe tunakuwa na mkakati wa mkoa wa mambo ya ufugaji wa mifugo yetu. Taka zikoje? Changamoto ni nini? Wakati mwingine masuala mazima ya madampo tunajua ni changamoto kubwa. Hapa Dodoma tunao landfill letu, dampo la uhakika, lakini kwingineko huko madampo hakuna. Kwa hiyo kama kiungo ni kuongoza sasa utaratibu mzima au maafisa walioko kwenye mkoa, kwenye ngazi za halmashauri, kuhakikisha tunaweka mkakati wa pamoja wa upatikanaji wa rasilimali muhimu za uhifadhi wa utunzaji wa mazingira ikiwepo madampo. Hilo tunaweza tukasema hivyo. Kazi za kiungo ni nyingi kwa sababu ndio jicho la ofisi ya Rais, ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira ndani ya mkoa husika. Hili sio jambo geni na wala sio kwa ofisi ya Makamu wa Rais, hata wizara nyingine. Tukichukulia wizara yetu ya maji, tunaona kuna maji Ruwasa kule kwenye maeneo, maafisa mbalimbali wako kule wanafanya kazi. Lengo kubwa ni uratibu kati ya mkoa na ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Ama kwa swali la ndugu yetu aliyeuliza na hapo wao maafisa ya viungo wanafanya kazi kwa muda gani?
Asante. Yaani kwa sababu umetuambia hapa wewe ni afisa kiungo uko Tabora, lakini tuko hapa na wewe. Asante sana. Swali hili ni zuri. Iko hivi, kwa kuanzia kwa mwaka huu wa 2024 ambao tunaenda sasa kuhitimisha tarehe 30 mwezi huu wa Juni. Ndio. Tumewekewa utaratibu wa kuwepo ndani ya wiki moja, siku 7 tuwepo kwenye mikoa husika. Kwa hiyo unaponiona hapa, lakini ndani ya wiki moja, kwa maana siku 7 natakiwa niwepo wapi? Tabora, na tunafanya hivyo. Kwa hiyo tunapofanya kazi kwamba tutakwenda kule kwenye mikoa, tunakuwa na wiki nzima ya pale, lakini kwenye mwaka huu wa fedha ambao utaanza tarehe 1 Julai mwaka huu, programu itabadilika zaidi kwa sababu tuna budget sasa, tutakwenda kufanya kazi kubwa sana kwenye maeneo ya mikoani. Yes. Upande wa urejezaji wa taka, hili swala kwanza unavyofanyika, cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunatenganisha taka zetu. Taka zile tunakuwepo na tunataka ozo, wote tunajua kutokea kwenye ngazi ya ngazi ya kaya, hasa kwenye jiko. Hizo taka hizo tunaziweka upande wake. Tunazotaka ngumu zinakaa upande wake. Lakini ziko taka hatarishi zinakaa upande wake. Anatakiwa kutenganisha ni mwananchi. Ni mwananchi. Okay. Ni mwananchi, na hapo sasa ndio tunakopeleka sasa kwenye maeneo yetu ya kurejeleza hizo taka. Na hili swala linafanyika kwa watu wote, ili sio la serikali peke yake. Nimeshaeleza pale awali kwamba kwa maeneo ya wenzetu wengine tayari urejezaji wa taka ni fursa kubwa sana ya kujipatia kiuchumi. Kwani hata hawa wenzetu wanaookota taka mitaani tunaanza kuwaona pale. Lakini je, taka wanapeleka wapi? Wanapeleka kuuza, na tunauza kwa kilo na wanajipatia fedha. Lakini tukija kwenye kurejeleza sasa, ni kwamba unazo taka zako unazibadilisha sasa kutoka taka hizo za samani, tuseme umekuta ni chupa, lakini unaweza ukaja kutoa kitu kingine, hata ukatengeneza jagi kwa baada ya kurejeleza. Hii ni fursa nyingine ambayo sasa mwananchi wa kawaida pia anaweza kushiriki. Ama lingine ni swala lazima kwenye mabanda. Kwenye mabanda kuna mambo mengi sana. Kama kauli mbiu ama kama serikali, tuko rais wetu ni kinara kwa mambo ya nishati safi ya kupikia. Ukienda kwenye mabanda utakuta hizo nishati jadidifu, masuala ya majiko ya kutumia umeme kidogo, ya kuhifadhi na kutunza mazingira, hayo yapo. Lakini kwenye mabanda kuna mambo mengi, mpaka wenzetu wa baraza, mpaka wenzetu wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini pia wapo na wanaeleza vema masuala mbalimbali. Ukienda masuala yetu ya SGR utakuta kwenye mabanda pia mambo hayo yapo. Lakini mambo ya masuala mazima ya maji yote yaelemelezwa vema. Lakini pia masuala ya biashara ya kaboni, kwa maana kituo chetu cha uratibu wa masuala ya kaboni pia wako kwenye viwanja vya maonyesho. Hivyo kwenye mambo ya maonyesho kwa kweli viko vitu vingi sana. Naamini kuvitaja vyote kimoja kimoja si rahisi, lakini tunazungumza kabisa wananchi, twendeni hasa wa jiji la Dodoma na viunga vyake kwenda kuhudhuria kwenye viwanja hivyo, tuweze kujionea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Na Dodoma tumepata fursa kuwa wenyeji wa maadhimisho. Karibuni sana. Abdallah Lungo tunazungumza naye hapa, afisa mwandamizi kutokea ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, tukizungumza mambo mengi kuelekea siku ya mazingira kwa ujumla wake. Natamani tuiguse kauli mbiu na tuwape uelewa wanaotusikiliza hapa, kwa nini imekuwa hivyo mwaka huu. Asante sana. Kwa maana ya kauli mbiu, ipo kauli mbiu ya kidunia ambayo yenyewe inaeleza vema kwamba komesha uchafuzi wa mazingira. Kauli mbiu ya kidunia. Ya kidunia kwa maana ya kimataifa, ya kitaifa, ya kimataifa tuseme. Kauli mbiu ya kimataifa. Asante ndugu mtangazaji. Kauli mbiu ya kimataifa inasema komesha uchafuzi wa mazingira unaochangiwa na taka za plastiki. Kauli mbiu hii ni mahususi kwa ajili ya kuelekeza swala zima la plastiki na madhara yake. Tunajua kabisa plastiki ina madhara mengi, ikiwemo athari za kiafya, lakini pia kuharibu miundombinu. Tunajua mitaro yetu sana inachangiwa na masuala ya taka hizi za plastiki, ni za mchango mkubwa sana. Vile vile tunaona kabisa kwamba ndani ya masuala ya plastiki haya, tunajua kwamba Tanzania sisi matumizi ya mifuko ya plastiki kwa maana ya Marlboro imepigwa marufuku mwaka 2019, lakini bado kuna baadhi ya mataifa ambayo pia tunapakana nayo hayajapiga marufuku mambo haya. Kwa hiyo sasa dunia imeweka kauli mbiu hii
ili kwenda kuzungumzia kule kwenye visiwa vya Korea Kusini swala zima la ukomeshaji wa plastiki hili, na ikiwezekana pia kwa nchi za mataifa yote duniani ziweze kuliona jambo hili, sababu Tanzania tuko kinara kusimamia hili na wote tumeshirikiana vema kuondoa plastiki, na mwaka 2009 kweli tumeondoa, lakini bado majirani zetu kienda kule Kigoma, maeneo ya nchi zinazozunguka hajapiga marufuku. Lakini kitaifa sasa kauli mbiu yetu inasema kwamba mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kauli mbiu hii imekuja maalum kwenye nyakati hizi ambazo tumeandaa mkakati wa taifa wa usimamizi wa masuala mazima ya taka. Tunao mkakati wetu huo ambao tumeuzungumza hapo awali, na ni maalum sasa tunakuwa na mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba tunadhibiti taka kwa viwango, tunadhibiti taka kama zilivyoelekezwa katika mikataba ya kimataifa, lakini pia sheria zetu za ndani. Jukumu hili tunafahamu kwamba changamoto tulikuwa nao sasa hivi Tanzania, hususan kwenye masoko yetu haya, ni kutumia mifuko ya plastiki, kwa maana zile tubing tubing katika masuala ya vibebeo. Unakuta mtu anachukua nyanya anabeba kwenye lambo nyepesi kabisa, ambayo ile ni vitu ambavyo vimepiga marufuku. Zilikuwa zimeruhusiwa ni zile za vifungashio, kwa maana masuala mazima ya mbegu, masuala mazima ya mbolea, kufungashia, na chenyewe kinakuwa asili kabisa. Lakini hivi vya kwetu vya tubing, unakwenda unanunua muogo pale kijijini, pale mtaani, unawekewa kwenye mfuko. Hii ni changamoto. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba tunachagiza swala hili kusimama na kuhakikisha kwamba ni kitu chenye madhara, na tukione kama ni sumu, tunavyofahamu sumu huwezi kushika, sumu huwezi kuonja, ni masuala haya ya plastiki kulingana na madhara yake. Kwa hiyo tunahamasisha jamii kupitia kauli mbiu hii ya mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Na hapa tunamaanisha kabisa kwamba pamoja na doria ambao Baraza la Taifa la Hifadhi ya Mazingira linavyosimamia, tunaita NEMC, kufanya operation mbalimbali, lakini bado changamoto hii ipo, na hakika kitaifa ipo task force maalum kwa ajili ya kuratibu masuala haya. Wenzetu wa viwango wanaongoza pia swala hili, kwa sababu lazima tuangalie mifuko hii ni ile ambayo haina viwango kabisa. Tunajua serikali yetu baada ya kukomesha swala zima matumizi ya mifuko ya plastiki, tunao mifuko rafiki ya mazingira na yenye bei nafuu kabisa, na inapatikana kote. Kwa hiyo kwa kauli mbiu hii tunakwenda kabisa kuchagiza kwamba haya mambo yana madhara, na sisi kama Tanzania, hususan ndani ya jiji letu la Dodoma, tunapenda tuyafute kabisa na tuone kama ni sumu, na tusiyatumie, tusiyashughulikie, tusiyasogelee. Asante sana. Muda wa ripoti ya mtembezi huu, muda wake, mambo mengi mazuri yatakuja kuyadhihirisha. Wewe mzee vipi? Bana, mimi niko salama, safi, namshukuru Mungu. Pia navuta hewa safi kutoka katika mazingira ya jiji la Dodoma. Unatusikiliza eh? Ndio. Haya, sawa. Naomba nikupause kidogo nipitie huyu. Anasema anaitwa Matias, anatusikiliza maeneo ya Iyumbu. Anasema asante kwa kutupa elimu ya mazingira nzuri na ya kupendeza. Na natamani kujua swala la katazo la mifuko, na liona swala la katazo la mifuko ya lailoni, nadhani alikuwa anamaanisha hivyo, au plastiki kuanzia mwaka 2021. Bado mifuko ipo, ama mimi ndio sijui tofauti ya rambo na hii mifuko rejelezi? Nadhani ametumia kauli hiyo. Asante. Anasema wananchi wa Dodoma, sawa, ukifanya jambo lako okay, sawa. Wananchi wa Dodoma ni waelewa sana kuhusu usafi, hususan Jumamosi, lakini hakuna msukumo wa mkazo kwao. Je, huyo afisa kiungo hapa Dodoma analeta mkazo gani? Maana ni kweli tunatoka, lakini hatuna hamasa. Ametumia hivyo. Sawa, kwa sababu ni muda mtembezi, naomba niishie hapa. Tujibu kidogo alafu tuelekee kwenye ripoti. Asante sana ndugu wasikilizaji wa Mwangaza Radio kwa maswali yenu mazuri. Ndugu Matias wa Iyumbu, asante kwa swali lako. Katazo la mifuko ya plastiki. Hapa tuna rudi nyuma kidogo, historia pale mwaka 2019
tulikuwa na kabla ya Aprili 15 tulikuwa na ile mifuko mieusi ile kunguru, ile mieusi kabisa ile. Lakini pia kuna mifuko ya Rambo kwa maana Marlboro. Ni mizito kidogo lakini yenyewe pia haiozi, inaathiri mazingira. Kwa mwaka 2021 ambao umetamka pambano kubwa sasa baada ya mwaka 2019 kukomesha ile mifuko sasa, kukatazwa kabisa mifuko ile. Sasa tunapambana na mifuko ni laini ukiangalia hivi. Mieupe ipo masokoni, ipo maeneo mbalimbali. Ukiwakuta wauza karanga wanafungia, wauza mandazi na vitu vinginevyo wanafungia. Sasa ile mifuko ile kupitia TBS, shirika letu la viwango Tanzania, tunaona kabisa kwamba ile ni moja ya mifuko ya Rambo, ni plastiki ile, kwa sababu madhara yake ni yale yale, haiozi, hairejelezeki, ina changamoto kubwa ya mazingira, mifugo yetu ikila inapata madhara makubwa. Kwa hiyo ndio mifuko halisi tunazungumza tofauti yake. Na hapo utakapoona mfuko unaona ni plastiki, lakini wenyewe uko tofauti kabisa. Wenyewe una viwango tunaita GCM5, unatambulika vema tu kwa alama ambazo zinaelekezwa vile vile kwa ajili ya kuweza kutambulisha kwamba huu ni mfuko ambao ni hatarishi. Wenyewe wanasema single use. Uko tofauti hilo mepesi nailoni kama alivyoitamka ndugu msikilizaji. Kwa upande wa afisa kiungo wa Dodoma, namna gani anafanya, kama nilivyosema kwamba afisa kiungo wa mkoa wa Dodoma hafanyi peke yake, anafanya na serikali kwa ujumla, hasa ngazi ya halmashauri ya jiji la Dodoma. Lakini kwa yeye kikubwa sasa hivi tunachokiona, ameanzia ile mipango ya juu. Kwanza kuwa na mpango wa mazingira wa jiji la Dodoma. Hii ameianza kwa halmashauri zote za jiji la Dodoma. Ameanzia hapo kwenye mpango wa mazingira, kwa jina lile la hapa la Kigogo tunasema District Environmental Management Plan, ambao ile sasa ndani ya ule mpango sasa utakwenda sasa kushuka chini mpaka ngazi ya kata. Lakini si hayo tu, hata masuala mazima ya kuandaa uanzishaji wa hiyo bustani ya kijani ndani ya jiji la Dodoma, pia afisa kiungo anaendelea. Lakini pia na ile mipango ya jiji ambayo tunaiona inatekelezwa ndani ya jiji la Dodoma, afisa kiungo yumo mle ndani, na yeye ndio anayeripoti sasa kwa ofisi ya kwa katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais hali ya mazingira. Na kwa kweli ni mchango mkubwa sana. Tumeona harakati na jicho la uongozi wa ofisi ya makamu wa rais ndio katibu mkuu anavyoongeza msisitizo kwenye masuala mazima ya afisa kiungo na kushirikiana na jamii katika mkoa husika. Sawa. Mambo mengi mazuri tunazungumza hapa tukiwa na Abdallah Lungo, yeye ni afisa mazingira mwandamizi kutokea ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Karibu. Ripoti ya mtembezi kwa siku ya leo ikiwa ni siku special sana bana. Changamoto hapa ukishawatafuta wanakuambia unaweza ukajiongeza. Kujiongeza nikamuuliza kujiongeza vipi? Viongozi wa mtaa ndo hao wenyewe. Kwenda kwa mkuu wa mtaa ananiambia unaenda kwa mjumbe. Kienda kwa mjumbe fulani, kienda kwa mjumbe huyo ananiambia nenda mjumbe fulani, mimi sihusiki. Tuko katika demo ambapo watu wengi wanafahamu kwamba ule uchafu unatoka jiji la Dodoma maeneo yote, basi imekuja kituo hapa katika haya mabwawa ya Swasa. Hii ni ripoti ya mtembezi. Ripoti ya mtembezi asubuhi ya leo tarehe 4 mwezi wa 6 2025 mwaka tuliojaliwa kuwa nao siku ya Jumatano. Tunazungumza mengi mazuri kuhusu kuelekea siku ya mazingira tarehe 5 June. Leo tarehe 4, mambo mengi mazuri tunayadhihirisha hapa. Muda wa ripoti ya mtembezi. Wewe mzee vipi? Mimi niko safi, niko salama kabisa. Hivi unapozunguka mitaani, mitaa mingi tu unaojaliwa kupita, changamoto ya mazingira ni ipi? Moja kati ya changamoto kubwa ripoti ya mtembezi inapata kutoka mtaani na wenye vitu wengi pia wa mitaa wamekuwa wakiweza kulalamika ni swala zima la utupaji taka ama swala zima la uhifadhi wa taka katika vile vihifadhio vya taka.
wenye viti wengi mitaa mingi wamekuwa wakiweza kulalamika na swala zima hilo, lakini baadhi ya mitaa pia wamekuwa wakiweza kulalamika kuhusiana na hili swala wanaita kabla hujaenda swala la pili. Kabla hujaenda swala la pili. Unasema swala la kwanza lipoje? Emweka sawa. Changamoto ya maeneo ya utupaji taka. Kwa maana kwamba taka zinahifadhiwa kwenye makazi ya watu. Watu wanatupa pia na harufu mbaya inayotoka kwenye hizi takataka. Kwa maana kwamba distance ya kuweka hizi takataka kwenye mitaa zipo karibu sana na makazi ya watu. Na unajua hizi taka hizo kama maji taka ya sasa hazina treatment. Mtembezi. Naam. Na unakopita kwenye upande wa mitaa yako ambao unatembea kutafuta hiki na kile, kwa upande wa masoko, vipi hali ya usafi? Masoko ya jiji la Dodoma yamekaa vipi? Masoko ya jiji la Dodoma of course wana taratibu za ufanyaji safi, na kuna utaratibu pia kuweza kuhifadhi hizi taka. Mathalan kwa soko la Sabasaba pale haraka kuna makampuni nasema kama kuna watu tofauti ambao wanafanya usafi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha basi wanaweka maeneo haya yanakuwa safi. Of course masoko ya jiji la Dodoma kwa namna yake, kupitia ripoti ya Mtembezi, mimi naweza kusema kwamba yako vizuri. Kienda soko la Ndugai pia unapita majira ya saa 5, saa 6 ama asubuhi, unakuta kuna akina mama ama akina dada wamevaa jambo pamoja na makoti wanafanya swala zima la usafi. So ni moja kati ya kitu kizuri naweza kusema kwamba katika masoko ya jiji la Dodoma, kupitia ripoti ya Mtembezi, naweza kusema kwamba tunayapongeza kwa namna fulani, lakini katika mitaa ni changamoto kubwa ipo. Kuna hili swala wenye baadhi ya pia wamekuwa keza kulalamika. Nafikiri sisi kama mtakumbuka pia kuhusiana na swala zima la bei ya kuja kutolewa taka katika maeneo yao. Kuna baadhi ya mitaa wanaona kwamba bei ni kubwa. Kuna hizo wanasema kwamba si bylaws za mazingira zinaletwa kwenye mitaa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha basi wananchi wanatoa taka. Of course ni moja kati ya changamoto nyingi sana wananchi kutoka mitaani wanapitia kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, ama swala zima la kuweza kuhakikisha basi maeneo yanayokuwa safi. Kuna baadhi ya mitaa wanakuambia kwamba kutolewa taka tu kwa wiki unatakiwa kuweza kutoa takriban shilingi 8,000. Kuna baadhi ya mitaa kutolewa taka tu kwa wiki unahitajika kuweza kutoa shilingi 1,000 ama 1,000. Kwa wananchi wanateseka kwa namna fulani hivi. Sawa, ripoti ya Mtembezi Jumatano ya leo, mambo mengi mazuri kuhusiana na kuelekea kwenye siku ya mazingira. Natamani ulichokizungumza afisa hapa kiguse kidogo kabla hatuja ingia ndani yale ambayo unayo kwenye ripoti kwa ujumla wake. Ama unaonaje? Ama unapiga dabo? Nafikiri nipige dabo alafu afisa atatupitisha kidogo. Sijakusikia unasema? Nafikiri tupige dabo alafu afisa atatupitisha. Sawa, twende. Asante. Mimi bana niko hapa naingia mjini, lakini baada ya kusikia kwamba afisa yupo studioni hapa, nimeamua kusimama hapa mnada wa zamani maili 2 karibia na shule ya msingi Mnadani. Na nimesimama hapa nikutana na wadau ambao wanafanya biashara zao tofauti. Kuna watu wanapika chapati asubuhi na vitu vingine. Sasa lengo langu kubwa kusimama hapa ni kuweza kufahamu kutoka kwa wadau, ama niwaambie wadau wao. Leo ni tarehe 4, kesho tunaelekea kwenye siku ya mazingira tarehe 5. Wana lolote la kutaka kumuuliza afisa hapo studioni kuhusiana na swala zima la mazingira tunapoelekea kwenye siku ya mazingira? Kutokea mtaani wao wenyewe wanasema lipi ama wanayapi? Kuna vipi, mambo gani ambayo yanawapa migagaziko tunapozungumza mazingira? Pengine tunaweza tukawa tunazungumza mazingira, lakini wao hawafahamu pia mazingira ni nini. Niko na wadau kutokea hapa mtaani. Bana, ndugu yangu, habari ya asubuhi. Salama kabisa. Wema kabisa. Wote wanatamani kwanza kufahamu unaitwa nani? Mtembezi. Kwa majina Maganga, mimi ni mkazi wa Mnadani. Sasa mimi
na swali langu kama sio mawili hivi ya kumuuliza huyo mtaalamu hapo, mtaalamu wa mazingira. Swali langu la kwanza, kwenye kauli mbiu ya mazingira inasema mazingira yetu na Tanzania ijayo tuwajibike sasa kudhibiti matumizi ya plastiki. Swali sasa linakuja. Swali, tunaweza kudhibiti vipi matumizi ya plastiki? Swali langu la pili, Mtembezi, nini tunaposema mazingira Mtembezi, natamani tusirundike sana ili kupata uelewa mzuri, tuende kidogo kidogo na hisi hivyo ili kwa sababu afisa hapa anaandika mpaka anafunua karatasi zingine hata kusahau. Natamani tusirundike sana. Ni bora tukafeli kwenye muda lakini kwenye uelewa tukawa vizuri. Natamani tumpe nafasi kidogo maana ni mengi. Asante sana. Afisa amelielewa swali, amelisikia swali ama ndugu mdau alielewa? Hilo umelisikia? Amelisikia. Mpe tu muda kidogo. Okay. Karibu sana, karibu. Asante sana. Kwanza tupongeze Maarifa Radio kwa kuja na taarifa ya Mtembezi. Hili jambo ni jambo jema sana, na hakika na mimi naondoka nalo kama homework kwa lugha yetu ya hapa nyumbani ya Kigogo, lakini kwa kweli ni jambo kubwa sana na lenye tija. Ama tukija kwenye habari ya utunzaji wa taka ndani ya mitaa yetu, ni kweli kwanza tunakubaliana kweli kwamba swala zima la utunzaji wa mazingira hasa kwenye mitaa bado changamoto zipo, pamoja kwamba jitihada mbalimbali za serikali pamoja na wadau wetu mbalimbali wanafanyia kazi, lakini hili la swala zima la taka kuwepo kwenye makazi ya watu ama kukaa nazo, hili naondoka nalo kama jambo kubwa la kwenda kuona ni maeneo gani hayo, na ndiyo hasa afisa kiungo sasa hayo maeneo yabainishwe na timu yake na kuwekewa mikakati maalum. Tunajua kabisa Dodoma tuna dampo moja tu, dampo zuri, dampo la viwango kwa ajili ya kuhifadhi taka zetu. Ama kama ni kipindi kile cha kusubiri mkandarasi wa taka kuja kuziondosha, hilo tumelichukua kwa maana kwamba tuende tukalipatie majawabu ili wananchi wasiishi na taka hasa maeneo hayo. Tunajua sio mengi kama Mtembezi alivyoeleza taarifa yake kwenye masoko yetu yaliyoko Dodoma kama Ndugai, ameeleza usahihi, na nasi kama ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira tunazo taarifa za aina hii. Tukienda kwenye masuala mazima ya gharama ambazo wenzetu wanaziona, tumeeleza awali kwamba utozaji wa gharama kidogo kwa maana ya masuala ya mazingira unategemea na kanuni kana sheria yetu ndogo ya utunzaji na usimamizi wa mazingira ndani ya maeneo husika. Inategemea sasa kama ni eneo la biashara, pengine kulingana na ile asilia ya uzalishaji wake wa taka, kukawa kuna gharama zimeelekezwa maalum. Lakini kwenye kaya shilingi 1000 wananchi wanalipa, na tunaona kabisa kwamba ni moja ya maeneo yaliyoelekezwa. Lakini pia kwa ujumla wake sasa, kupitia taarifa ya Mtembezi ambao wanaipata kwenye mitaa yetu ya viunga vya jiji la Dodoma na maeneo yake mengine, tunakwenda kumulika kwa macho kwa jicho la uangalifu la kina sheria yetu ndogo ya mazingira ya jiji la Dodoma, hususan kwenye upande wa hizo tozo jinsi zinavyoweza kushikwa. Ama tukielekea pia kwenye masuala mazima ya hapo mnadani, kwanza Mtembezi hongera tena kwa kazi kubwa hiyo. Namna ya kuzuia plastiki kama swali lililoulizwa na mdau wetu hapo bwana Maganga, ni kwamba inaweza ikawa kwanza tusitumie. Ukishasema mimi situmii plastiki, tayari hapo umezuia. Kwa sababu sasa ili biashara ile iende ni sisi tutumie. Unataka uniwekee mandazi kwenye plastiki, nasema hapana. Mimi na mfuko wangu huu unaorejezeka niwekee bidhaa zangu hapa. Hapana, hii hatutumii. Hii hapana. Ukikataa tu unaenda unanunua sukari robo kilo moja, unafungiwa kwenye mfuko wa plastiki, unaondoka nao unakwenda. Hapo kwa kweli hujasaidia kukataza ama kuzuia. Lakini pia hiyo ni kwenye ngazi hii ya jamii. Sisi tuone kwamba mfuko wa plastiki, vifungashio vya plastiki, umenunua mkate wako mzuri kwa bei kubwa shilingi 2500, 3500,
halafu unaenda kudumbukizwa kwenye kamfuko ambako kana madhara na changamoto yake. Tukikataa kutumia mifuko ya plastiki, maana yake tumedhibiti matumizi ya plastiki. Ama kwenye ngazi ya maeneo mbalimbali, mifuko hii mingine inatengenezwa nje ya mkoa wetu wa Dodoma, lakini nje pia nchi yetu. Lakini ndani ya nchi viwanda vinavyozalisha mifuko mbalimbali vinafanyiwa ukaguzi wa mara kwa mara kuhakikisha kwamba udhibiti wa uzalishaji wa mifuko hii ya plastiki unadhibitiwa kwa kina. Lakini yote hayo ni kumkinga mwanadamu, wanyama wetu, mazingira yetu, miundombinu yetu na afya zetu kwa ujumla wake. Asante. Mtembezi. Wewe mzee? Naam, ndani ndugu yangu. Naona mtandao. Mtembezi akija nadhani tutaendelea. Maganga alikuwa na maswali mawili. Moja ameliuliza na lingine ataliuliza mambo yakikaa sawa. Baraka anatusikiliza anasema, je, chupa za juice maji nazo ni plastiki ama ile ni plastiki ngumu, na mabeseni nyumbani kwetu ni plastiki ama ni plastiki ngumu? Ameuliza hivyo. Wewe mzee? Maganga alikuwa anajamalizia. Tuweke hapo amalizia. Maganga tuko naye na tunatamba naye dada. Haya. Na yangu la pili ilikuwa ninasema tunamaanisha nini tunaposema mazingira yanaweza kuyalinda vipi? Rudia. Tunamaanisha nini tunaposema mazingira na tunaweza kuyalinda vipi? Haya, sawa. Asante. Karibu afisa. Asante Maganga kwa swali lako zuri. Tukisema mazingira tunamaanisha vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu, ikiwemo mwanadamu mwenyewe ni sehemu pia ya mazingira. Kwa hivyo haya kwa ujumla wake sasa kama ndivyo, lakini pia tunazungumzia vitu vilivyoko hai na pia visivyo hai. Yote ni rasilimali, ni masuala ya mazingira kwa lugha yetu nyepesi kabisa ya kuweza kumuelewesha ndugu msikilizaji. Lakini namna ya kuyalinda ni pamoja na kutotumia mifuko ya plastiki, kuanzisha shughuli ambazo ni endelevu. Tunapokwenda kufanya kilimo, basi tusiende kufanya kilimo kwenye maeneo ya vyanzo vya maji. Hapo tunayatunza mazingira. Lakini pia tunaposema tukafanye programu yetu ya upandaji wa miti, pale nyumbani tunapoishi tutakuwa na miti ya kivuli, miti ya matunda, pia tunahifadhi mazingira. Lakini pia tunapokuwa tunafuga, basi tunafuga kwa mtindo endelevu, kwa maana tunafuga mifugo ambayo inaendana na ukubwa wa eneo la kupata malisho. Hayo pia ni njia moja ya kuyatunza mazingira. Lakini pia tunafanya ujenzi, basi tufanye ujenzi ambao umeratibiwa, ujenzi ambao maeneo yamepimwa, na yale ambao hayajapimwa basi yamepangwa vizuri. Pia ni utunzaji wa mazingira. Lakini pia tunapoanzisha bustani, basi tuanzishe bustani ambazo zina masuala mazima ya utunzaji wa mazingira. Tunajua serikali yetu kupitia wakala wa misitu Tanzania wanatoa miti pia bure kwa ajili ya kuongeza au kuchagiza swala zima la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Pia usimamizi wa taka kwenye mitaa yetu pia ni jambo zima pia la utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo njia au nyanja za utunzaji wa mazingira ni pana, ni nyingi na ni nyepesi na hazina gharama kubwa kwa ajili ya kunusuru na kulinda mazingira yetu kwa ajili ya usalama na afya za wanadamu. Ripoti ya Mtembezi imeangazia masuala mbalimbali ya mazingira, ikiwa tunaelekea kwenye siku ya mazingira duniani. Bana, niko na wadau hapa kutokea hapa mnadani wakiwa wanafanya shughuli zao tofauti na huko vitu vingine vikiwa vinaendelea. Niko na mdau mwingine pia hapa, na yeye pia anatamani kuweza kufahamu kutoka kwa mtaalamu hapo kuhusiana na tunapoelekea kwenye siku hii ya mazingira ambayo basi inatarajiwa kufanyika siku ya kesho tarehe 5 ya mwezi wa 6. Bana, mambo vipi? Poa, ndio. Mambo fresh, uko poa kabisa. Niko poa kabisa pia. Nimependa pia kwamba kama ulivyokaa pia unaonekana mkati mazingira zaidi. Tuko na mtau wa mazingira moja kwa moja studioni, na pengine labda kuna lolote ambao ungetamani kuweza kumuuliza. Jitambulishe majina alafu muulize. Naitwa Vincent Manzahe.
tuko hapa mipango chuo. Nipata bahati ya kukutana hapa na napadi wangu hapa kwako kiongozi. Kama na mikakati gani ya kulifanya jiji la Dodoma kuwa safi kama majiji mengine? Na mikakati gani ya kulifanya jiji la Dodoma kuwa safi kama majiji mengine? Asante. Unasema jina la nani? Naitwa Vincent Manzawe, niko mipango hapa. Okay, asante. Bila shaka unamsikia. Sawa, amemsikia afisa, twende. Asante kwa swali zuri. Mkakati ni mkubwa sana. Cha kwanza tumesema jana tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2025 tumezindua mkakati wa taifa wa usimamizi wa masuala ya taka ngumu katika nchi yetu. Ndani ya huo mkakati sasa ambao tumeuzindua na tulikuwa tunaendelea nao, ndio moja kwa moja tutaushusha pia kwa maana ile mikakati sasa ya kwenda kwenye mikoa pamoja na majiji yetu, huku wakitekeleza huu mkakati mama wa mazingira hasa hususan kwenye masuala ya usafi. Lakini kikubwa tunashirikiana na wadau mbalimbali wa masuala yetu ya mazingira, na kwa jiji la Dodoma tumeshazungumza awali kwamba pamoja na kuja na nyaraka mbalimbali zenye kuelekeza na kuratibu masuala ya mazingira na namna bora ya kuweza kusimamia masuala ya usafi, kwa maana sheria, kwa maana ya kanuni, miongozo na mikakati mbalimbali bora, bado tumeendelea kusogea karibu kabisa na jamii kwa kuongeza uwepo wa afisa kiungo ambao yeye sasa ataongoza na pamoja na wataalamu walioko mkoani kufanya vema walioko kwenye majiji yetu, kuweka mkakati sasa wa pamoja, ukiwemo pia mkakati wa kuhakikisha kwamba siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi basi inatumiwa vema kwa masaa yale ambayo yanapatikana. Lakini pia mkakati wa kuongeza uelewa, kwa sababu tunajua kabisa kwamba uelewa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunao mkakati pia wa kuongeza uelewa. Kwa kuanzia tunayo vipindi mbalimbali ambazo tunaziviendesha kupitia channel mbalimbali zikiwemo za online za kawaida, lakini pia kwenye runinga ya TBC pamoja na redio zake, na hata redio za tunaona leo tuko hapa Mwangaza kwa ajili ya kuangazia kutoa elimu kwa jamii, kujenga uelewa. Hii pia ni moja ya mikakati, na kwingineko tumeona imefanikiwa. Ukienda katika manispaa ya Kilimanjaro pale Moshi, hakika ukitupa takataka kupitia kanuni ambazo umeziwekea na zinachukuliwa manani, unachukuliwa hatua za haraka na inakuwa mji safi. Kwa hiyo mikakati yote ambayo tunaipokea kutoka kwa jamii na hii ya serikali kuu ambayo imeandaliwa kwa ushirikiano mkubwa wa wadau wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaitekeleza vema katika ngazi ya jiji letu la Dodoma ili hatimaye iwe jiji safi zaidi. Tunatambua jiji letu la Dodoma ndio jiji kubwa kabisa katika nchi yetu hapa ambapo tuko hapa, bunge letu liko hapa, serikali iko hapa, lazima pawe kioo cha kuhakikisha kwamba kinaongoza kwa usafi. Mtembezi. Asante sana. Yes. Majibu mazuri, mipango mikakati ya kufanya jiji la Dodoma kuweza kuwa ni safi kama majiji mengine. Sasa mambo vipi? Uko poa kabisa? Mimi uko poa. Mambo yanasemaje? Mambo safi gani? Vipi huwa unatunza vipi mazingira pale maskani? Maskani kwa mimi pale nilijiwekea huwa na kidunia changu nimejiweka nje pale. Kama kimfuko na maana kibeba taka zangu naziweka pale nje. Asante. Dada ana swali la nyongeza hapa. Mimi swali langu lilikuwa ni dogo tu na fupi kabisa. Tunasikia sheri zisikae karibu na makazi ya watu, na zipo kwenye makazi yetu, liko vipi hili swala? Asante sana kwa swali zuri, swali ambalo ni moja ya masuala ya mazingira, kwamba Mtembezi, hapo ni kituo gani hususan kinazungumziwa pengine? Hapa kituo cha Mnadani. Kituo cha mafuta kinachozungumziwa ni
Sheli bila shaka. Ametoka hapa ni Sheli bila shaka. Alikuwa anamaanisha. Asante sana. Kwa jumla tunafahamu kwamba kituo cha mafuta ni moja ya huduma muhimu za kijamii ambazo watumiaji tunatusaidia kuongeza mafuta kuelekea safari zetu. Ama kwa mujibu wa sheria ya mazingira sura ya 191 tukienda kwenye kifungu cha 80 mpaka kifungu cha 85 kinazungumzia kwamba ili uweze kujenga kituo cha mafuta unatakiwa uandae taarifa ya athari kwa mazingira. Kwa lugha ile tunaita Environmental Impact Assessment au kwa kifupi tunasema EIA, ambayo yenyewe inaratibiwa vema na baraza letu la mazingira kwa maana ya NEMKI. Sasa kupitia ule mchakato, lakini pia ofisi ya mazingira haifanyi peke yake, inafanya pamoja na wizara yetu ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, kwa maana wao ndio waliopewa mamlaka ya kupanga matumizi ya ardhi katika maeneo mbalimbali. Sasa kituo hatutegemei sana kwamba kiwe katikati ya makazi, lakini inapotokea maana yake matumizi ya eneo husika moja kwa moja kupitia kwenye hatimiliki ya ardhi iliyopo kwenye kiwanja husika ndani ya jiji letu la Dodoma na sehemu nyingine kimeelekezwa kutumia hicho. Ama kwa upande wa mazingira tunachokifanya ni kuhakikisha kabisa kwamba yale masharti mahususi ya kituo cha mafuta yanasimamiwa, yanatekelezwa, yanao mpango wa kuhakikisha kwamba yanasimamiwa kikamilifu ili kutoleta madhara katika jamii yetu. Kwa hivyo kituo cha mafuta kukiona kiko pahala popote pale, maana yake kimepewa ithibati kwa maana ya cheti cha mazingira ambacho kinaelekeza ni namna gani uwepo wake usiweze kuleta athari kwa jamii, athari kwa watumiaji wa maeneo husika. Na kwa kweli ukaguzi unafanyika kwa vile vituo ambavyo vinabainika kwamba bado vinaleta changamoto, hatua zinachukuliwa, ikiwa ni pamoja na kuvifunga baadhi ya vituo. Tumeona baadhi ya maeneo si ndani ya mkoa wetu wa Dodoma vituo vinafungwa. Cha msingi tu wanapokuja watu wa baraza la usimamizi wa mazingira NEMKI pamoja na timu mbalimbali wakitaka maoni, kwa sababu baada ya kupata cheti si kwamba ni maisha, bado kuna kufanya taarifa tena za kuweza kuona mazingira yanakwenda namna gani, taratibu zilizowekwa zinafuatwa, lakini pia jamii hasa majirani wa eneo hilo la kituo cha mafuta wanaulizwa. Sasa mkitoa taarifa zilizo dhahiri kwamba kituo hiki bwana kinafanya uchafuzi wa mazingira 1 2 3, hatua zinachukuliwa ikiwa ni pamoja na kurekebisha, lakini pia kuchukua hatua pale inapowezekana, na hata wakati mwingine kufungwa kwa vituo ambavyo ni chafuzi kwa mazingira. Ripoti ya mtembezi kuelekea siku ya mazingira duniani. Yes, unaniruhusu kama muda unaruhusu pia na maswali mengi pia na nyongeza pia kuelekea mtaa mnadani hapa. Yapunguze kidogo kutokana na muda. Yapunguze. Basi swala mwisho. Jaza vipi? Poa. Swali lipi ambalo ulikuwa unatamani kumuuliza? Kuna jambo ambalo huwa linaleta mgogoro kidogo. Kuna kufanya taka huwa anakuja mtaani. Kwa naamini hiyo ni halmashauri kama sio jiji ambao ninaagiza ile. Arudie mtembezi, tunapata kwa shida sana. Hemu arudie, atulie tu aulize. Kama anatamani urudie sana toka mwanzo. Maelezo yako kidogo. Kuna hizi gari za taka huwa zinakuja kuchukua taka mtaani kwetu. Kwa tunaamini zile gari ni za jiji, yaani inatoka serikalini mteni. Huwa zinakuja mtaani na ukifika mtaani huwa wanadai hela kila nyumba ambayo wanapita. Huwa inaleta mgogoro kidogo mtaani, hatujai kujua ama ni ndio wake sheria au tayari jiji imeshawalipa wale kwa ajili ya kuja kufanya zile taka. Ningependa kujua tu hilo.
kwamba wewe utakuwa unataka kujua kwamba wapo kisheria ama hawapo kisheria. Ndio kama ni sahihi kufanya vile au sio sahihi, ili kama nitasaidia kuelimisha watu wengine. Asante sana ndugu msikilizaji. Ni nani huyo mtembezi? Maji lako Ni Maganga? Naitwa Vincent tunamfanya. Nani? Naitwa Vincent tunamfanya. Vincent. Okay, sawa. Asante sana ndugu Vincent kwa swali lako zuri. Ni kwamba swala zima la ukusanyaji wa taka mitaani kupitia magari ambayo yanarusha taka mitaani kupeleka kwenye madampo yetu ni swala la kisheria, lakini pia swala la kutoa gharama ama ada kidogo ya kuondosha taka kwenye mitaa yetu pia ni swala la kisheria. Sasa kwa namna ambayo inakuwepo kwa upande wetu wa Dodoma ni kwamba tunafahamu kwamba kama tungekuwa na utaratibu ule wa kulipa moja kwa moja labda kwenye ofisi zetu za kata za mitaa ingeweza kufanyika pia hivyo, lakini sasa kulingana na swala zima hili la taka na jinsi muulizaji alivyoliulizia kwamba wanakusanya taka wakati wanaondosha, pengine ndizo kwa kuwa sheria kama kanuni yetu sijaipitia kwa kina kwa siku hizo karibuni, na yenyewe huwa kanuni zetu hizi zinafanya kazi kwa muda na wakati mwingine wanafanya marejesho maboresho, sijaweza kucheki vema, lakini tunaamini katika msingi wa utoaji wa ada ya taka unaweza ukafanyika wakati chombo kinapita kukusanya taka, unaweza ukatoka na hela yako ukakusanya, ama wakapita kabla pia inaweza ikafanyika hiyo. Kwa hiyo utaratibu mzima unategemea na maeneo na jinsi mtaa wetu husika kupitia ngazi ya ofisi yetu ya mtendaji wetu wa mtaa, pengine na kata walivyokuwa wamekubaliana, na hata kwenye vikao vyenu vya mbalimbali ambavyo mnavishiriki kwenye mitaa yetu, pengine mmekubaliana kwamba taka hela zitolewe muda gani, hela zitolewe wakati gari inapita. Yote hayo ni mambo ambayo yanakubalika pia kwa jicho la sheria. Kwa hiyo tunaweza tukaliweka hivyo, lakini bado tumesema tutaendelea kupitia kanuni zetu ndogo za wasimamizi wa taka katika waji yetu la Dodoma ili kuweza na kuzihamasisha vema sasa kwa jamii ili waweze kuzielewa na kuzifanyia kazi ama kutoa ada ya taka bila wasiwasi wowote, kwa sababu ni utekelezaji wa sheria lakini pia ni usimamizi wa mazingira. Bana, mimi kutoka mtaani hapa na Dani hapa mama hili mbili wadau na achana nao hivyo. Sijui mikidadi niseme vipi, lakini ushe kujiuliza ama ushe kuona wale wanaitwa wagetikali wakiwa wanatoa taka nje. Inakuwaje? Niambie. Nilikuwa najiuliza wale huwa wanatupa taka wapi? Wanatoa nje ya geti. Getikali. Getikali. Hilo wanatoa nje ya geti. Basi asante. Asante. Tumezungumza mambo mengi mazuri kuhusiana na kuelekea siku ya mazingira duniani, na anayetuzungumzisha vizuri tu ni afisa mazingira mwandamizi kutokea ofisi ya makamu wa rais Abdallah, kizungumza na sisi Abdallah Lungo hapa. Lolote la kukamilisha, muda si rafiki. Asante sana. Cha kwanza tushukuru na kupongeza kituo chetu hiki cha Mwangaza FM Radio kutupa fursa sisi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuja kutoa elimu ya masuala ya usimamizi wa mazingira, huku tukiangazia kwenye siku ya mazingira duniani ambao kilele chake kinafanyika kesho tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025, tukimtegemea mgeni wetu rasmi Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenda kuwa mgeni rasmi katika matukio haya. Tunapofunga ni kwamba kwanza jamii tuamke, tuendelee kuamka, tuwe macho, tusitumie mifuko ya plastiki. Lakini pia tutunze mazingira,
tufanye shughuli zote endelevu kwa kujali mazingira yetu. Mazingira yetu ya Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, tudhibiti mifuko ya plastiki kwa faida ya jamii yetu. Asante. Tudhibiti mifuko ya plastiki kwa faida ya jamii zetu kwa ujumla wake kuelekea siku ya mazingira duniani. Wajibu wa utunzaji wa mazingira ni wa kwetu sote. Asante sana na Mungu akubariki, na siku nyingine vile vile tunakukaribisha hapa. Asante Mwangaza Radio kwa mwaliko, asante kwa yote, kwa mchango wenu, na ndugu wasikilizaji muendelee kusikiliza kituo hiki mahiri kabisa ndani ya jiji la Dodoma. Tunaelewana, asante.